Okay, majina yangu ni Henry kutoka huku Liamute. Leo asubuhi tumepata kisanga ya kwamba jamaa mmoja wetu ambaye huwa tunafanya kazi na yeye, kuna mambo imeendelea kwa boma yake. Lakini ya kustukia sana ni kwamba kukuja ile tulikuwa tumepata habari kwamba yeye na bibi yake kuna mambo ya mauaji, tumepata paka mtoto. Hiyo ni kitu ya kushangaza sana, sababu sasa hiyo ni familia, na tukiangalia ni mtu ambaye huwa anajituma kwa kazi yake. So ni maneno ambayo hata hatuwezi ongea sana. Ni maneno ambayo inaumiza roho. Ni mtu mchangamfu, ni mtu mwenye bidii kwa kazi yake. Yeye huwa anajituma. Hata hatujui ni nini imeendelea. Okay, sana sana yeye haongelei sana mambo ya familia, lakini yeye ni mchangamfu, ako na bidii, na tena hakuwa ina maneno mingi. So maybe hata hiyo ni kitu inakuwaga ndani yake na maybe hatuelewi. So iko hivyo. Sasa hii hatuwezi sema maneno mingi, sababu unaona sasa hii hata si ndio tumefika na tumepata ni ile tu rumors, unasikia ni kama hakuwa mzuri, kama kuna mambo ya maybe economy. Nikisikia juzi ni kama alikuwa anajitayarisha kupanua kazi yake. So ni kama alikuwa na changamoto yeye. Inaonekana kuna shida. Although hii kitu haiwezi fanyika bila mashida. Ni venye tu hatuwezi ongea mambo mingi kwa saa hii, but tukiendelea tutakuwa tunajua ni nini inaendelea. So mimi kama chairman wake nasikia nimerose mtu wa maana, sababu yeye ni mchangamfu, yeye ako na bidii kwa kazi yake. Ni kitu ambayo inaumiza sana. Yeah. Sasa mimi niliamka kama venye naamkanga asubuhi kutayarisha mtoto aende shule. Nikaamka nikamtayarisha. Ndio nikamaliza kumtayarisha, nikasema nitoke nje nikaoshe chupa ya chai na dish. Sasa after nimetoka nje kufika hapa, sasa nikamuona. Nilikuwa naenda kuosha dish na chupa ya mtoto ya kumwekea chai aende shule. Nikia huko mimi hata baadaye after alitoka foro, ndio akashangaa kwa nini Irene amepiga duru hivyo na Susan hajatoka nje. Ndio akaenda akafungua huko akahakisha stima. Ndio sasa akaona wamelala hapo kwa kitanda. Asante, jina yangu naitwa Joseph Muhija Kamau, MCA Githunguri Ward. Ndiko hapa katika Githunguri Ward, kijiji ya Liamute, Kajai Sub-location. Kuna maneno ambayo imetendeka usiku ya leo, around saa 8 usiku kulingana na venye tunaelezewa na wakazi wa hapa. Na ningesema sana pole sana kwa familia kwa yale yaliyojiri. Kuna kijana ambaye amejiua na kakatakata bibi yake na mtoto wake wakitumia kabiri hivi, na after that sasa mwenyewe akaenda akajitoa uhai, na tumehuzunika sana kama wakazi wa Githunguri, na tunasema hivi pole kwa familia na kwa kijiji na watu wa Githunguri, lakini ni kitu tunafaa kuongea sisi wote pamoja. Tunajua kuna mashida mingi watu wanapitia, lakini kulingana na kwenye tuko, hii ni mwezi ya mental health. Tungetaka sana watu wakae chini, tukue tuna forum ya mahali watu wanaongea, wanasikizana na wanaelezea mashida zao. Sababu hii maneno tungekaa chini kuongelezana ama kunenezana, mambo haingefika hapa. Kijana si pesa alikuwa amekosa, alikuwa amejipaga vizuri, hata juzi alikuwa anajenga nyumba yake kuongezea. Anafanya kazi yake na anafanya na kuna nidhamu mzuri. Lakini mambo kidogo ilimtendekea, akaandika, hata alikuwa ameandika kwa status zake, ni mambo labda tungekuwa tumesuluhisha kama kungekuwa na maongezi hapo mbeleni. Mimi naitwa Meli Wanjiro. Kwetu ni Yadhiko Kiajovu, na huyu amekufa ni mtoto wangu, ni mamake na mimi tumetoka tumbo moja. Nilipigiwa simu kitu kama saa 12 na babake akaniambia vile kulienda.
Mimi nikastuka. Sasa tumekuja hapa kuona vile mambo iko, lakini mambo imenistua sana. Juu huyu kijana tulikuwa tunaongea na yeye kila saa, kila dakika, na mimi sikuwa naona kama ako na shida. Tu nilikuwa naona kama mambo yake inaendelea sawa sawa. Juu alikuwa anafanya kazi ya motorbike na alikuwa amejiprepare kwenda Qatar, na tulikuwa tunaongea na yeye juu hata msichana yangu yuko na huko. Tulikuwa tunaongea na yeye kila saa, kila dakika, tunaongea na yeye, na nikamwambia mwanaume ni kujikaza na kutafuta, na mwanamume ni kujikaza kabisa, aende huko, atapata uhodo huko na asaidie familia yake. Kwa hivyo hii mambo imenistua sana. Juu amefanya kitendo baya ya kuua mtoto mchanga na kuua bibi yake, na amewaua kiunyama kabisa kabisa kabisa. Sijaiona kitu kama hiyo maishani mwangu na tumestuka. Ile mambo ningesi ya watu vijana wadogo wao wakisiliana na wale wengine, mtu akipatwa na shida anawasiliana na hao wengine tu, anatatua mashida yao. Juu kama kila mtu ako na shida, sio yeye peke yake.
Umeniambia ni uko hapo? Dan. Hapo ni nyingi. Kuna chief. Kisha nani mwingine? Hata nimesha. Ambiwa chief Arua amesema tuwasiandike nini ubii pale kwa polisi. Chief nimeambiwa na watafutia wachama wote mzima mwenye anasimamia kama hapo mbele. Simwite mwambie tutumie hapo kwa Wale mzee.